Katika matukio ya kutishia ya siku ya kiyama, watakapoingizwa watu wa motoni ndani ya moto wa jahannam, iyadhan billah, Iblis atawekewa mimbar ndani ya moto wa jahannam, kisha atahutubu kuwazungumzia wafuasi wake wakiwa wote wako ndani ya moto wa jahannam. Na khutba hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaitaja katika kitabu chake, atakayohutubu Iblis al-la'in akiwa ndani ya moto wa jahannam. Na hili litazidisha majuto juu ya majuto watakayokuwa nayo watu wa motoni. Allah subhanahu wa ta'ala sema: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أي وقال إبليس حين دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إبليس أتسيما سكويو بعد يكبتيش وحكم يا الله، watu wa peponi washakwenda peponi na watu wa motoni washakwenda motoni. Jambo limepitishwa, lishaisha. Iblis atasema inna Allaha wa'adakumul wa'da al-haq, hakika Allah aliwaahidi ahadi ya haki. Fa anjazakum ma wa'adakum, na akawalipa kwa yale aliyowaahidi. Watu wa peponi wema aliwaahidi kwa watu wema atawaingiza peponi, akawaingiza peponi. Na aliwaahidi watu waovu na waliomkufuru na kumshirikisha kuwa atawatia motoni, na hii ndio ahadi yake, amewatia motoni. Kwa ahadi yake ilikuwa ni haki. Wa wa'adtukum wa'da al-batil falam afi bima wa'adtukum bihi, na mimi niliwaahidi ahadi ya batil, nilikuwa nikiwadanganya kule duniani na sikutekeleza yoyote katika yale niliyowaambia. Kisha akawaambia, lakini wama kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Ay wama kana li min quwwatin aqharukum biha fi dunya ala al-kufri wal-dhalal, na wala mimi sikuwa na nguvu kule duniani ya kuwalazimisheni nyinyi mumkufuru Allah, mufuate upotofu. Sikuwa na nguvu hiyo. Lakin da'awtukum ila al-kufr wa zayyantu lakum al-ma'asi, lakini mimi niliwalingania katika ukafiri, niliwaita katika ukafiri, nikawapambieni nyinyi maasi, yale maovu mliokuwa mkiyafanya. Fasara'tum ila ittiba'i, nyinyi mkakimbilia mbio kunifuata. Da'awtukum fastajabtum li, nyinyi wenyewe mkaniitikia mkanifuata. Fala talumuni walumu anfusakum, hakuna kitu kibaya kama mtu akakuhadaa akakutia katika matatizo, kisha pale mlipo ndani matatizo akwambia mimi sijuani na wewe, usinilaumu wala nijilaumu nafsi yako mwenyewe. Nani akwambia unifuate? Na alikwambia umfuate, si hata kukwambia. Laiti ingelikuwa hakukwambia umfuate, tasema mimi mwenyewe nilikuwa mjinga. Amekuita ukamuitikia, kisha kule mbele akwambia nilikutia nguvuni nikakwambia unifuate, lazima si wewe mwenyewe unifuate. Fala talumuni walumu anfusakum, ay fala talumuni ala ma hasala lakum min ad-dhalal, msilaumu mimi kwa kile kilichowapateni nyinyi katika upotofu. Walumu anfusakum fahiya aula billawm, jilaumuni nyinyi nafsi zenu wenyewe, nafsi zenu ndio aula kuzilaumu, si mimi. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, ay ma ana bimughithikum bidaf'i al'adhabi ankum wa ma antum bimughithi bidaf'ihi anni, mimi siwezi kuwasaidieni nyinyi nikawaokoa kutokana na hii adhabu, wala nyinyi hamwezi kuniokoa mimi kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha asema inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, ay inni kafartu
bija'alikum iyaya sharikan lillahi fil ibada, mimi nakanusha zile shirki zote mlikuwa mkizifanya kule duniani, mkinifanya mimi ni mshirika pamoja na Allah. Kwa sababu yoyote anayemwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala amwabudu shetani. Kwa dalili katika suratu Yasin, alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Kwa kila mushrik aabudu atakayekiabudu amwabudu shetani, sababu yeye ndiye aliyewalingania katika hiyo shirki. Na ndio maana wakaambiwa hivyo siku ya kiyama katika suratu Yasin. Allah akataja wazi, alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Niliwaambia kule duniani msimwabudu shaytan, ni adui. Jambo la ajabu la mwanadamu ana jambo la ajabu sana. Yani huyu Iblis ni adui mkubwa wa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam, adui mkubwa aliyekuwa ni sababu mpaka ya kumtoa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia wazi, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Huyo shetani kwa nini ni adui, mchukulieni kuwa ni adui wenu huyo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia uadui shetani kwa sababu ya nani? Ya Adam alayhi salatu wassalam, alipokataa kumsujudia Adam. Na katika suratul Kahf Allah subhanahu wa ta'ala awaambia, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Hivi mumchukulia Iblis na kizazi chake ndio vipenzi vyenu pasi na mimi, wakati mimi nimemfanyia uadui kwa ajili ya baba yenu. Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia uadui shaytan, akamlaani kwa sababu ya Adam alayhi salatu wassalam alipokataa kumsujudia. Vipi kisha nyinyi mtamchukulia yule ndio rafiki, ndio kipenzi, mkaniwacha mimi? Bi'sa lidh-dhalimin badala mbovu sana. Kumchukulia adui yako ndio kipenzi chako, ibalai. Na hii ndio itakuwa hali siku ya kiyama. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Inna adh-dhalimina bishirki billahi fi ad-dunya wal kufri bihi, walimadhalim walimshirikisha Allah hapa duniani na kumkufuru Allah, lahum adhabun muji', kwa wao watapata adhabu yenye kuumiza, yantadhiruhum yawm al-qiyama, inawasubiri siku ya kiyama. Kwa hii ndio khutba ya shetani atakaoitoa kwa watu wa motoni, iyadhan billah, atakapotumbukizwa ndani ya moto baada ya watu wa motoni wote kuingia motoni. Haya ndio maneno atakayowaambia, na haya Allah atusimulia sisi ili tutanabahi, tujiweke mbali na vitendo vya shetani na tumfanye ni adui yetu. Usije ukazama katika maasi ukajisahau, usirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wakatumbukia katika ushirikina, wengine wakatumbukia katika kufru, iyadhan billah. Kesho shetani atayaruka yote haya watakaoyafanya hawa watu. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdik ashhadu